Naam, karibuni tena mahususi kabisa kwa ajili ya mafunzo ya ufuatiliaji na tathmini. Sasa kama nilivyoahidi katika session iliyopita kwamba session hii tutaanza sasa ku dig deeper juu ya swala la ufuatiliaji na tathmini. Ufuatiliaji na tathmini ni nini? Ufuatiliaji na tathmini ndio Kiswahili cha monitoring and evaluation. Sote tunatambua umuhimu wa monitoring and evaluation katika sekta yoyote ile, ili uweze kujua uko wapi, unakwenda wapi, na uweze kujua kama umefika unakotaka kwenda. Lazima uwe na ufuatiliaji na tathmini, na katika kufuatilia kuna vitu kadhaa ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kukamilisha mfumo sasa rasmi wa ufuatiliaji na tathmini. Sasa vitu hivyo vina utaalamu ndani yake na namna ya kuvifanya. Mfumo wa ufuatiliaji na tathmini ambao kimombo unaitwa ni monitoring and evaluation system, ni mjumuisho wa mambo mbalimbali ikiwemo nyaraka zinazotumika katika masuala ya ufuatiliaji na tathmini, kwa mfano kama monitoring and evaluation framework, lakini monitoring and evaluation plan, lakini lazima kuwe na kitengo kinachofuatilia masuala ya ufuatiliaji na tathmini, lakini kuwe na watumishi ambao ni mahususi kwa ajili ya ufuatiliaji na tathmini, pamoja na bajeti ambayo ni kwa ajili ya ufuatiliaji na tathmini. Sasa kwa agizo la serikali kwa kila taasisi kuwa na kitengo ama mfumo wa ufuatiliaji na tathmini inahusisha hatua mbalimbali ikiwemo hatua za uongozi wa taasisi kuchagua machampion, wawakilishi kutoka kila idara kwa ajili ya swala la ufuatiliaji na tathmini. Na mambo haya ni ya msingi sana kwa sababu ndio yanawezesha sasa kutengeneza ule mfumo wa ufuatiliaji na tathmini. Kama haujaweza kuyafanya haya, maana yake utakuwa hauna mfumo wa ufuatiliaji na tathmini. Jambo lingine la msingi kabisa kwenye kuwa na mfumo imara wa ufuatiliaji na tathmini ni swala la data, ubora wa data. Kwa lazima kuwe na utaratibu maalum wa kuweza kufanya ufuatiliaji wa data ambazo zitatumika katika tathmini. Naam, hapo awali nilijaribu kugusia nini maana ya ufuatiliaji na tathmini, ambacho kimsingi ni Kiswahili cha monitoring and evaluation, na hizi ni terminology mbili ambazo kimsingi zinakwenda kwa pamoja kwa sababu zinategemeana. Monitoring au ufuatiliaji ni kitendo cha kufuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa mradi au jukumu fulani katika kutimiza malengo ya taasisi. Na hii ufuatiliaji ni endelevu toka pale mradi ulipoanza au sera fulani ilipoanza kutekelezwa. Ufuatiliaji unakuwa ni hatua kwa hatua na ni endelevu toka pale ulipoanza lile zoezi. Lakini monitoring, evaluation ambayo sasa ndio tathmini Kiswahili chake, hii ni systematic evaluation, lakini inafanyika periodically kwa vipindi maalum. Unaweza kuwa na utekeleza tathmini ya awali, tukafanya ile kitu kinaitwa formative evaluation, tukafanya tathmini kabla ya mradi kuanza ili tuweze kujua hali ya sasa, tupate zile baseline data, zile takwimu za awali kwamba hali sasa ikoje. Halafu wakati tunaendelea na utekelezaji wa mradi tunafanya tena tathmini. Tunaweza kujipangia labda tathmini kafanyika kila baada ya miezi mitatu au kila baada ya miezi sita au kila baada ya mwaka, kutegemea na urefu wa mradi wenyewe. Kwa hiyo kwa kufanya hayo inatusaidia sasa kujua maendeleo ya mradi hatua kwa hatua. Sasa hiyo ndio ufuatiliaji na tathmini, yani monitoring and evaluation. Nini umuhimu wa monitoring and evaluation?
Monitoring and evaluation, kama nilivyotangulia kusema kwa baadhi ya maeneo, kwamba inatuwezesha kujua tunakuelekea mradi wetu au program yetu au labda strategic plan yetu imefikia wapi. Je, inakwenda mwelekeo ambao tuliutaka na tunapata kile ambacho tunakitarajia kukipata ama la. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo inatusaidia sasa kuweza kujua tunaelekea wapi na tufanye nini ili tuelekee kwenye mwelekeo wetu endapo tumetoka kutokana na sababu mbalimbali. Sasa kila taasisi inatakiwa kuwa na mfumo wa ufuatiliaji na tathmini, na nimeshaeleza components za mfumo wa ufuatiliaji na tathmini, yani monitoring and evaluation. Sasa hatua zipi zinazotakiwa kufuatwa ili kutekeleza sasa swala la monitoring and evaluation katika taasisi yako, ili uweze kutengeneza sasa ule mfumo wa ufuatiliaji na tathmini? Pengine labda nifafanue hapa. Kuna watu wanaochanganya nikisema monitoring and evaluation system, wanadhani labda ni mfumo wa kompyuta, kama tunavyozoea kusema labda management systems, HMS, electronic health management system. Hapana, hiyo electronic management system au MNE system kama itakuwa ni mfumo wa kompyuta, hiyo ni sehemu tu ya mfumo mzima wa monitoring and evaluation. Kwa hiyo kilichopo hapa ni kwamba tunapozungumzia mfumo unajumuisha vitu vyote ambavyo nilivitaja awali, kwamba kitengo chenyewe, nyaraka mbalimbali zinazotumika kwenye kuandaa mfumo wa ufuatiliaji na tathmini, kwa mfano monitoring and evaluation framework, monitoring and evaluation plan, monitoring and evaluation policy, tuwe na staffu, tuwe na mfumo wa kurekodi takwimu zetu, tuwe na watumishi ambao ni mahususi kwa ajili ya ufuatiliaji na tathmini. Kwa hiyo hayo yote ndio yanayotengeneza sasa mfumo wa ufuatiliaji na tathmini. Sasa unapoanza kuandaa mfumo wa ufuatiliaji na tathmini katika taasisi yako, jambo la kwanza kabisa unatakiwa kuanzisha utaratibu huo kwa taarifa kwenye management ya taasisi yako. Baada ya hapo kutachaguliwa sasa wale tunaita wawakilishi kutoka katika kila idara ambao watatumika katika kutekeleza mfumo huo wa ufuatiliaji na tathmini, almaarufu tunawaita champions. Sasa wale champions watakapokuwa wameshachaguliwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali ya taasisi, wataunda sasa ile timu kwa ajili ya ufuatiliaji na tathmini. Lakini kabla timu haijaweza kuanza kufanya kazi zake, lazima ifanye kitu kinaitwa needs assessment, tathmini ya uhitaji wa uwepo wa monitoring and evaluation system, kwa maana ya ufuatiliaji, mfumo wa ufuatiliaji na tathmini. Sasa hilo litakapokuwa limefanyika, tayari ile timu itakuwepo, itaanza uandaji wa zile document muhimu ama nyaraka muhimu za ufuatiliaji na tathmini, kama vile monitoring and evaluation framework, lakini monitoring and evaluation plan. Sasa hizi zitatoa maelekezo sasa kwamba tunaenda kufanya tathmini, ufuatiliaji na tathmini juu ya vitu gani vya msingi, ambapo sasa hapo ndani kutakuwa na viashiria, yani indicators, ambazo zitakuwezesha wewe kufuatilia maendeleo ya taasisi yako juu ya huduma inazozitoa au maendeleo ya mradi wako unaotekeleza. Asante. Kwa leo tuishie hapo. Tutafuata sasa na hatua zile moja baada ya nyingine juu ya namna gani ya kuandaa ufuatiliaji na tathmini. Asante.